Roho wa Mungu yupo katikati yetu na tunamshukuru Mungu kwa wakati huu. Ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, na mtumishi wa Mungu atamaliza semina yake siku ya leo na siku nyingine atakuja tena. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, karibu mwalimu Francis Langula, karibu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kwa dakika moja tu tena usimame, alafu tutafanya kitu kimoja, alafu tutaendelea na neno. Funika macho yako na mwambie Mungu, niko tayari kwa kile ambacho nakusudia kufanya kwenye ibada hii kwa ajili ya maisha yako. Kila mmoja tu omba kwenye uwepo wa Mungu huu. Mwambie Mungu, niko tayari. Roho Mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa uwepo wako. 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 Asante kwa kile unaenda kufanya. Asante kwa kile ambacho unaenda kufanya. Rapo shekete ya mazo kote. Lezia ndoskate ya mayakata. Repo shedezia ndozilatayo. Rapo shekete la mayakata. Rapa shakata ya mazo kete lima. Randoskate liza yakata. Mando selizayata. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kufanya kati yetu. Nami sitaki kukimbia kwenye mafundisho. Nataka tumruhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakuruhusu. Roho Mtakatifu, ninakuruhusu. Roho Mtakatifu, ninakuruhusu. Rema shade zika yako. Mando kateliza yama. Resia mayando shade zia. Rapo sekete yama. Manto sika ya gadayama. Rapa shekeliza yanda. Rezia mando setia. Risoto lima yakata. Resianto shade zizi. Repo soto lima yanda. Resiante zika yeketela mo. Mendo skatea mayanda. Ripa shaka katakata. Rapo soto lima yanda. Rezianto skade zizi. Resoto lima yande shia. Rapa seke telama. Yeso pragade. Yese lika yatalama. Rapo seke te. Mantosa telama. Yezia mayande. Liprade zika yata. Rapo shatelama. Rando skado zika. Mando skado zia maro zika. Rapo seke te. Mante skado zia. Rapo seke. Mando skado. Rapa shakata. Rando sika. Maya sokoto. Maya sika yata. Rapa shakata. Rando sila mayama. Rema zobra yadi. Resia doskatea. Ripa shakata yama. Rapa sika. Ripo sakata. Rapo seketela. Mando kadia mayama. Ripa shakata yama. Mando seketela. Ripa shakata. Mando sakata. Rapa shakata. Rapo sakata. Asante Mungu. Rapo sakata. Rapa shakata. Rapa sakata. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana.
kimbilio jingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipenda Roho wako awe ndani yangu, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipenda Roho wako awe ndani yangu, nikae uweponi mwako milele, nikae uweponi mwako milele, nikae uweponi mwako milele, raposhaka uweponi mwako milele, naomba yule ndugu ambaye alipata ajali, alipata shida ile akapigwa, naomba aje hapa mbele. Yule ndugu na mtoto wake yule aliyeshuhudia, naomba aje hapa mbele. Nataka tumwamini Mungu. Hiyo nguvu inayofuatilia maisha yake tuikomeshe leo. Hiyo nguvu inayofuatilia maisha yake tuikomeshe. Na kama kuna kitu chochote kilikuwa bado hakijakaa sawa kwenye ule mwili, kikae sawa leo. Rapo shaka mambo kateli. Na kama kuna mtu yote ni mgonjwa, ugonjwa ambao wamesema hauna dawa, hauna tiba, sio magonjwa ya kawaida, malaria, una ugonjwa ambao wamesema hauwezi kutibika, kansa na magonjwa ya aina hiyo, sogea mbele pia. Rapo shaka milele, nikae uweponi mwako milele, nikae uweponi mwako milele, nikae. Kila mmoja endelea kumwabudu Mungu wakati unahudumia Mungu. Nyosha mkono mwombee ile nguvu ambayo ilimponya na mauti, kwa sababu kweli ni kwamba alikuwa amekufa. Mungu akamrejesha. Mungu alimtoa kwenye mauti, Mungu alimponya. Na kila nguvu iliyokuwa inafuatilia maisha yake na uchumi wake, hiyo nguvu inaisha. Wewe adui ambaye uliona hatima ya mtu wa Mungu na ukaifuatilia, umejaribu kumuua, umejaribu kumuondoa, sio mara moja na umeshindwa, leo ninakukomesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia hatima yake,
kuachia hatima yake na kunyang'anya hatima yake na kunyang'anya hatima yake. Na achilia nguvu ya Roho Mtakatifu imponye kwa jina rako shaka mandoska dea kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali ambapo pamebaki na shida, na achilia nguvu ya Roho Mtakatifu imponye. Ninaifungua hatima yako. Hiyo mauti haitafuatilia tena maisha yako. Ninafungua biashara zako. Ninafungua uchumi wako. Ninafungua familia yako. Ninakufungua kwa jina la Yesu. Kila roho ya kifo iliyokuwa inafuatilia maisha yako haitafuatilia tena katika jina la Yesu Kristo. Na mtoto huyu ninamponya kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo shida ya macho ninaiamuru iachie sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye rapo sakataya mandos katea maya repo shekekekete rapa sakataya mandos maya kekete kwa jina la Yesu Kristo aliye kila mateso wa ugonjwa ambao amesema hauponi, ninafungua leo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu ikuponye, nguvu ya Mungu ikuponye, nguvu ya Mungu ikuache kazi kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ya giza kwa njia ya magonjwa, ninakuamuru achia, ninakuamuru achia, achia kila aina ya ugonjwa, kila aina ya mateso, ninayakomesha leo, ninakomesha leo mateso, achia kwa nguvu za Mungu. Tangu leo haya mateso mwisho, tangu leo haya mateso mwisho, tangu leo haya mateso mwisho kwa jina la Yesu. Na yatarudi tena kwa Mungu kwa jina la Yesu. Rapashkate na lake Yesu tamtukilizia kwa jina la Yesu Kristo aliye. Kila ugonjwa na mateso na Mungu yaachie maisha. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye. Mateso, achia mtu wa Mungu, achia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye. Mwachie ulinzi, mwachie ulinzi kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ikuache wewe, nguvu ya Mungu ikuache wewe, nguvu ya Mungu ikuache wewe, kila mmoja mtu kwa jina la Yesu Kristo aliye. Achia maisha, achia maisha.
magonjwa na mateso. Achia kwa Mungu kwa jina la Yesu. Tunashukuru Bwana. Tunakuacha Mungu. Na uweze kuwa Mungu katika jina la Yesu. Ninakomesha mateso kwa jina ninakomesha mateso, ninakomesha magonjwa kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu tena katika jina la Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa wakati ulioko mbele yetu. Tutaenda kuzungumza na maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Naomba ukae na tutakuwa na muda kidogo wa kusikiliza maneno ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jina lako hautachoka. Mwambie hautachoka. Alafu mwambie hautachelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii staili tulianza nayo naweza kusema sasa leo sindio mpaka usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tu usikilize kwa makini. Nitatumia lisali moja kamili au pungufu. Nitaongea vitu vingi kwa muda mfupi. Sawa? Kwa hiyo sikiliza tu kwa makini na ninakuhakikishia kuna jambo zuri utaondoka nalo leo. Amen. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu ndio title ambayo tuko nayo. Vile vitabu ninavyo nyumbani, kwa mtu ambaye anahitaji atatoa taarifa kwa mama mchungaji, alafu kuna namna vitafika. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wale ambao wamekuwepo Ijumaa na jana watafaidika, watakuwa wamefaidika zaidi. Kwa dakika kama 15 nataka nipite ambako tulipita, alafu kwa dakika zinazobaki niendelee kidogo. Muda hauwezi kuwa unatosha, kwa hiyo kuna wakati nitakuwa ninakimbia kidogo. Tuliangalia somo hili ambalo lina maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni ufalme wa Mungu, kuhusiana na ufalme wa Mungu, na eneo la pili ni kutoa na kujitoa. Tuliangalia juzi na jana ufalme wa Mungu peke yake. Ufalme wa Mungu peke yake. Na nikasema andiko letu la msingi lilikuwa ni Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 mpaka wa 34. Mathayo 6:24 hadi 34. Na kutokea kwenye hayo maandiko kuna vitu kadhaa unaona Yesu anaviaddress, anashughulika navyo, anaongelea mahitaji muhimu kwa mwanadamu ambao ni tuvae nini, tule nini na tunywe nini. Lakini pia unaona anagusia kutumikia Mungu na kutumikia mali. Lakini pia unaona anagusia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na unaona uhalisia wa masumbufu ni kutokana na kile mtu anachofikiri na sio kutokana na mahitaji aliyonayo au changamoto alizonazo. Uhalisia wa kusumbuka kwa mtu au sababishwi na mahitaji yake, unasababishwa na anavyopokea mawazo baada ya kuwa yuko kwenye uhitaji au kwenye mahitaji. Na hilo andiko, yale maandiko yale tuliyosoma, kuna mahali anasema msijisumbue kwa neno lolote. Anasema msisumbuke basi mle nini au mnywe nini au mvae nini. Hayo maandiko yanasema hivyo. Tafsiri nyingine inasema usiruhusu mawazo, usipokee wazo lolote lenye usumbufu lisemalo utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Kwa hiyo pointi
sio kuwa na mahitaji. Point ni unapokea mawazo gani ya usumbufu baada ya kuwa na mahitaji. Kwa sababu kila mtu ana mahitaji, lakini ni kusumbuka ni inategemea unapokea mawazo gani kutokea kwenye hayo mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema moja ya kitu muhimu sana kwa sisi kama watoto wa Mungu ambacho kitatutofautisha na watu wa dunia ni kuwa na mtazamo na fikra za kiufalme. Kuwa na mtazamo na fikra za kiufalme. Ndio maana kwenye yale maandiko pale chini kabisa, kwenye maandiko ya Mathayo sura ya 6, pale chini anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Maana yake badala ya kusumbuka ni lazima tuwe na kipaumbele. Fikra zetu na fahamu zetu zitoe kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu kwanza. Amen. Sasa ili tuweze kujua namna ya kutanguliza ufalme wa Mungu, nikaanza kuelezea kuhusiana na ufalme. Nikaanza kuelezea kwa kina kuhusiana na ufalme. Na tukasema mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na ufalme kwa ujumla wake. Alafu baadaye nitaeleza kidogo kuhusiana na ufalme wa Mungu. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ufalme. Jambo la kwanza tunapaswa kufahamu uwepo wa utendaji wa falme 3 duniani. Uwepo wa utendaji wa falme 3 duniani. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa dunia. Na mfano mzuri wa ufalme wa dunia ni kama Tanzania. Tanzania ni ufalme, au serikali ya Tanzania ni ufalme wa Tanzania, ni ufalme wa duniani. Amen. Na tunakuwa watu wa ufalme wa duniani kwa kuzaliwa. Ukizaliwa Mtanzania, wewe ni mtu wa ufalme wa Tanzania. Wewe ni mtu ukizaliwa Tanzania, wewe uko chini ya ufalme wa Tanzania. Amen. Na nikatoa mifano kadhaa ambayo inaonyesha wazi sisi ni mali ya Tanzania. Mimi na wewe ni mali ya Tanzania. Hata watoto wetu ni mali ya Tanzania. Mfano wa kwanza, ndio maana ukizaliwa inabidi serikali ikupe, ndio ithibitishe uwepo wako duniani Tanzania. Unapewa cheti cha kuzaliwa. Na ukifa haiwezekani wakuzike bila serikali kuthibitisha kwamba mtu wao kafa. Na ukikosa wakukuzika, serikali inakuzika. Bwana asifiwe sana. Na ikitokea umeua mtu, au ustakiwi na ndugu wa mtu, unashtakiwa na serikali, umeua mtu wako. Kwa maana yake mwanadamu ni mali kwanza ya serikali. Amen. Kwa kila Mtanzania ni mali ya Tanzania. Ni mali ya serikali ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hatuwezi kukwepa kuathiriwa na mambo yanayoendelea na serikali ya Tanzania. Viongozi wakiwa wazuri, wakitengeneza barabara zitatuathiri. Tutasafiri kwa wepesi, tutafanya biashara kwa wepesi. Wasipotengeneza barabara, tutaathirika kwa namna moja au nyingine. Upande wa masuala ya afya, wasipofanya vizuri, tutaathirika. Kwa hiyo hatuwezi kukwepa kuathiriwa na serikali ya Tanzania, kwa sababu moja ya kitu ambacho tuko chini yake ni serikali au ufalme wa duniani. Amen. Lakini duniani pia kuna uwepo wa ufalme wa Mungu. Uwepo wa ufalme wa Mungu. Na huo unatuathiri kwa namna moja ama nyingine, nitaelezea mbele. Lakini pia duniani kuna uwepo wa ufalme wa Shetani. Na tuliangalia kwenye maandiko kwenye kitabu cha Daniel sura ya 10. Unaona anamuelezea mstari wa kwanza, anasema katika mwaka wa 3 wa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Koreshi alikuwa ni mwanadamu ambaye alikuwa ni rais au alikuwa ni mfalme wa eneo kabisa linaloitwa Uajemi, kama vile Tanzania. Sawa, watu wa Mungu? Kwa hiyo mfalme Koreshi ambaye ni mfalme wa Uajemi. Alafu mstari wa 13 na wa 14, kuanzia wa 12, unaona malaika anatoka mbinguni, anakuja kwa Daniel. Alafu anamwambia, nilikuja tangu ulipoanza kuomba. Lakini kwenye mstari wa 13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi. Hapa haongelewi tena Koreshi, anaongelea mwingine. Anaongelea mkuu katika ulimwengu wa roho wa giza wa ufalme wa Uajemi. Anasema huyo mkuu alinipinga mimi siku 21. Hapa anasema, tazama malaika Mikaeli, mmoja wao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nilimwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo unagundua kulikuwa na mkuu, kulikuwa na nchi inaitwa Uajemi kama vile Tanzania, na kulikuwa na rais au mfalme anaitwa Koreshi.
Alafu pia kulikuwa na mkuu wa ufalme wa Uajemi ambaye huyo sio wa kimwili tena, ni wa rohoni, anatawala lile eneo la Uajemi. Na kulikuwa na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unagundua uwepo wa utendaji wa ufalme wa giza duniani. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza tuliangalia ni uwepo wa utendaji wa falme tatu. Sasa nilielezea kwa kina sana hiki ninachokieleza. Nafikiri alirekodi, unaweza ukafuatilia. Uwepo wa utendaji wa falme tatu: ufalme wa duniani, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani au ufalme wa giza hapa duniani. Jambo la pili ambalo tuliangalia, nasema kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Na ukitaka kujua ufalme wa kiroho nyuma ya ufalme wa dunia, angalia nyendo za kisiasa. Hazitakuwa nyendo za kiroho, itakuwa ni mienendo ya kisiasa. Lakini unajiuliza, hivi hii ni siasa kweli? Alisema mchungaji, kuna mbunge mmoja alikusanya waganga wa kienyeji. Mbunge na waganga wa kienyeji vinahusiana nini? Amekusanya waganga wa kienyeji. Mbunge anakusanya waganga wa kienyeji, eti anawahutubia. Mbunge na waganga wa kienyeji, kuna siasa gani hapa? Sasa ni kama mkusanyiko wa kisiasa, lakini nakwambia ukweli sio wa kisiasa. Sio wa kisiasa. Au nakuta mkuu wa nchi anakusanya machifu. Ni kama ya siasa, lakini nakwambia ukweli sio ya siasa. Au anakusanya wachungaji. Ni kama ya kisiasa, lakini sio ya kisiasa. Au anakusanya mashehe. Ni kama ya kisiasa, lakini nakuhakikishia sio ya kisiasa. Sasa angalia aina ya mikusanyiko hiyo. Angalia aina ya mikusanyiko hiyo. Utajua ni Mungu gani anatawala hilo eneo au hiyo himaya ambayo huyo mkuu anafanya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Na kuna mfalme wa kiroho anayetawala. Na huyo ndio anatawala maamuzi. Unajua anaweza akasimama akaingia kutawala mfalme mzuri kabisa, hana shida. Lakini kama kile kiti kinakaliwa na shetani cha kiroho, ataanza kuwa influenced na maamuzi ya kishetani. Ndio unashangaa mambo ya ndoa za jinsia moja yanapitishwa na serikali. Ndio unashangaa mambo ya ushoga yanaachiliwa, yanapitishwa. Wakati mwingine hayafanyi kwa uwazi kwa sababu ya kuogopa utamaduni na jamii husika, lakini kwa siri yanapitishwa na yanarasimishwa. Ujue mtawala wa kiroho anafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu? Kwa kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Lakini nikasema namba tatu, kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili. Kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili. Hakuna neutral. Hakuna mimi ni neutral. Hakunaga neutral ground. Kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili huku duniani. Na kila mtu duniani, kwa kujua au kwa kutokujua, kuna nguvu ya kiroho inamwathiri. Kwa kujua au kwa kutokujua, kuna nguvu ya kiroho inamwathiri. Kila mfanyabiashara kuna nguvu ya kiroho inamwathiri. Nilisema juzi, inawezekana kwenye level ya chini kusiwe na nguvu yoyote ya kiroho kivile, ikawa tu ni kipawa, ni kanuni, ni ujuzi, level ya chini. Lakini unapotaka kutoboa kwenda kwenye breakthrough ya mafanikio yako, lazima ufanye declaration wewe uko upande wa Mungu au wa shetani. Level yote, hata vipawa, hata waimbaji. Nitoa mfano wa waimbaji wa dunia. Anaweza kaanza ni mwimbaji tu, anatumia kipaji ambacho alizaliwa nacho na ni Mungu alimpa, ila anakitumia kuimba nyimbo za dunia, anakitumia kinyume na Mungu au kuimba nyimbo za dunia. Hivyo na anaenda tu vizuri kama mwimbaji mwenye kipaji kizuri. Kinakuwa. Wakati anaanza kuwa maarufu, lazima ulimwengu wa roho umdai. Wewe unatumikia ulimwengu, unatumikia Mungu au shetani. Vinginevyo hautatoboa. Bwana asifiwe sana. Na nikasema ndio maana ukifuatilia, kuna wengine waimbaji wa dunia, fuatilia video zake za mwanzo wakati anaanza, alizokuwa anatoa, fuatilia na video zake za sasa hivi ambapo ni maarufu. Unajiuliza ni huyu au ni mwingine? Fuatilia aina ya uimbaji wake. Umebadilika kabisa. Na hata waimbaji wa kiroho hauwezi kutoboa bila kudaiwa. Sasa ikiwa wa kiroho, vitakuja kiroho.
Haitakuja, yani mimi hawezi kutokea shetani ananiambia sema unakuwa upande wa shetani au wa Mungu. Atakuja kama wa upande wa Mungu, lakini anataka anitoe kwenye maono. Na watu wengi wa rohoni wameshatoka. Hata waimbaji wameshatoka. Wanatumikia hela, hawatumikii Mungu tena. Maana yake wameshahama kwa Mungu wa kweli, wamehamia kwa Mungu wa giza, kwa Mungu mwingine. Bado anaimba Yesu Mungu, lakini hamuimbii Mungu. Kwa sababu gani? Huwezi kwenda juu bila kuamua uko upande upi. Kila mtu, kila mwanadamu anaathiriwa na falme mbili. Anaathiriwa na falme mbili. Ufalme wa kwanza of course ni ufalme wa dunia hii. Unaathiriwa na Tanzania kwa namna moja au nyingine. Lakini ufalme wa pili ni aidha wa Mungu au wa giza. Na kinachoathiri watu Kiingereza wanaita by default. Yaani kama haujawahi kufanya maamuzi rasmi na ya kumaanisha ya kuanza kuathiriwa na ufalme wa Mungu, kinachokuathiri ni ufalme wa giza. Sio ufalme wa Mungu. Kinachokuathiri ni ufalme wa giza. Huku duniani ufalme wa giza una nguvu kuliko ufalme wa Mungu ambao mtu hajaamua kufanya huo ufalme wa Mungu uwe na nguvu. Yaani ufalme wa Mungu duniani haufanyi kazi by default. Unafanya kazi kwa mtu kuamua kuthibitisha mahali. Ndio maana maandiko yanasema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakaoteka. Maana yake kama tuna Wakristo dhaifu, ufalme wa Mungu hautaweza kudhihirika duniani. Simaanishi ufalme wa Mungu hauna nguvu. Ufalme wa Mungu una nguvu kuliko wa giza. Lakini duniani ili tuone hiyo nguvu ya ufalme wa Mungu inamhitaji mtu wa Mungu audhihirishe na kudhibitisha ufalme wa Mungu duniani. Kwenye ulimwengu wa roho, ufalme wa Mungu ndio unatawala. Mbinguni Mungu anatawala 100%. Duniani Mungu atawali 100%. Mungu anatawala kwa kiwango ambacho mtu wa Mungu atamjua Mungu na kuamua kutembea na Mungu na kudhibitisha ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana Yesu anafundisha kuomba, anasema ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kwa nini anasema uje huko duniani? Kwa nini anasema uje? Maana yake kama usipoulazimisha uje, utabaki huko mbinguni na huko chini hautakuwepo. Ufalme wako uje. Hapo anasema mapenzi yako yatimizwe duniani kama yalivyotimizwa mbinguni. Mbinguni mapenzi ya Mungu yametimizwa kwa 100%. Duniani mapenzi ya Mungu hayajatimizwa kwa 100%. Lazima awepo mtu ambaye atayadai mapenzi ya Mungu duniani. Ndio maana juzi nikasema ni hatari sana kwa Mkristo kuyasubiri mapenzi ya Mungu. Hiyo ni lugha ya uvivu. Hiyo ni lugha ya uzembe. Yaani mtu amekaa pale, Mungu akipenda ataniponya, asipopenda basi na kuhakikishia utakufa. Mungu akipenda nitaishi, Mungu asipopenda sasa nitafanyaje sasa? Na kuhakikishia. Na sio kama Mungu hajapenda. Kwa sababu Mungu mapenzi yake ameshatukabidhi sisi. Nilitoa mfano nikasema, Biblia inasema nimeweka mbele yako uzima na mauti. Alafu anasema chagua uzima. Alafu anasema Mungu akipenda nitakuwa mzima. Ni kama vile nasema nimeweka mbele yako simu na Biblia. Chagua Biblia. Alafu nasema Mungu akipenda atanipa Biblia au atanipa simu. Mimi nimeshaweka mbele yako, nimekwambia chagua. Sasa si uchague. Kuna jambo gumu hapa. Yaani umeshaambiwa nimeweka mbele yako uzima na mauti. Chagua uzima upate kuwa hai. Alafu unasikia maumivu, umeambiwa, umepewa ripoti ya mauti. Unasema Mungu akipenda nitapona. Mungu asipopenda sasa nitafanyaje? Hakuna cha Mungu kupenda. Mungu anasema chagua. Wewe unataka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni hatari sana kusubiri mapenzi ya Mungu huku duniani, wakati mapenzi ya Mungu yote yako kwenye neno lake. Na unajua kama hujui mapenzi ya Mungu huwezi kuwa na imani. Hakuna imani bila kujua mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kama hujui mapenzi ya Mungu utabahatisha. Ndio maana mimi wanaambia watu ni bora kwanza uyatafute mapenzi ya Mungu juu ya jambo, uwe na uhakika naye ndipo uombe. Usiombe ukiwa hujui mapenzi ya Mungu. Usiombe jambo hujui mapenzi ya Mungu. Kama hujui mapenzi ya Mungu, kama Mungu anataka ufanikiwe, kwa nini unaomba mafanikio? Utaomba bila imani. Kwa sababu imani inaanza pale ambapo mapenzi ya Mungu yatahakikishwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili, na ufalme wa Mungu lazima awepo mtu ambaye atasimama na kuuthibitisha huko duniani kwamba mimi ni mjumbe wa ufalme wa Mungu. Kwa kama mimi nipo, ufalme wa Mungu utathibitika hapa. Mapepo hayawezi kusimama hapa. Nguvu za giza haziwezi kutawala huu mtaa kwa sababu mimi mwakilishi wa ufalme nipo. Lakini ukisema tu nakaa nasubiri kitakachotokea, na kuhakikishia mtawala wa ulimwengu ni shetani na aondoki bila nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ndivyo maandiko yanasema, na dunia yote, maandiko yanasema kwenye Yohana wa kwanza, na dunia yote yakaa katika yule mwovu. Ile andiko ukifuatilia anasema na setup ya ulimwengu wote inatawaliwa na uovu. Na Yesu anathibitisha, shetani anamwambia ukinisujudia nitakupa vyote ulimwenguni. Yesu amwambia unanipa vyote kwani vya kwako? Yesu apingi hilo, anajua kupitia dhambi na kosa la Adamu alikabidhiwa shetani. Yesu anapinga, imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima sisi watu wa Mungu tujue ya kwamba tunatumika chini ya falme mbili, na ili tuanze kuathiriwa na ufalme wetu ni lazima tufanye maamuzi ya kuziishi kanuni za ufalme wetu. Lazima kufanya maamuzi ya kuziishi kanuni za ufalme wetu. Watu wa giza wanajua utendaji wa kiufalme kwenye mafanikio yao, na ukiwafuatilia wako makini sana na kanuni zao. Nisema juzi, fuatilia mfanyabiashara ambaye anasaidiwa na nguvu za giza. Fuatilia anapoingia dukani kwake. Kuna namna tu. Mwingine anaingia kinyume. Nafikiri tu kumbe ni masharti. Mwingine kila mwezi kuna jambo anafanya. Kila mwisho wa mwaka kuna jambo. Mwingine unafikiri anatoa sadaka, ameamua kuchinja ng'ombe na kugawa nyama. Hakuna kugawa nyama. Hakuna kugawa nyama. Ile ni damu. Kanuni inatekelezwa. Lakini mtu wa Mungu ambaye ana Mungu mwenye nguvu ajui kanuni za ufalme, anaingia dukani ovyo tu, anatoka tu ovyo, ajali tena. Mwingine anasema mambo magumu, anasema mambo ya biashara hayahusiani na Mungu. Mambo ya biashara hayahusiani na Mungu. Mwingine anasema mambo ya hela, usilete mambo ya Mungu kwenye hela zangu. Usilete mambo ya Mungu kwenye biashara zangu. Ukishakuwa wa kiroho, ukishakuwa wa Mungu, kila kitu chako ni cha Mungu. Kila kitu chako ni cha Mungu. Na shetani anajua hili. Ndio maana alipotaka kupiga maombi yako, alipiga biashara yako. Kwa sababu anajua akipiga biashara ataathiri na maombi yako. Alipotaka kupiga utoaji wako, akapiga pesa zako. Kwa sababu anajua. Kwa kila kitu cha mtu wa Mungu kinageuka kuwa cha kiroho baada ya huyu mtu wa Mungu kuwa wa kiroho. Amen. Kwa hiyo lazima tufahamu ya kwamba kwenye kila tunachokifanya kuna nguvu ya kiroho inatuathiri. Kwa baada ya kufanya kanuni zote za biashara, usisahau kanuni za kiroho zinazohusiana na masuala ya fedha na uchumi. Baada ya kufanya kanuni zote za afya, usisahau kanuni ya kiroho inayoshughulika na afya. Baada ya kufanya kila kitu kinachohusiana na ulinzi, usisahau kanuni za kiufalme za kiroho zinazohusiana na ulinzi. Usisahau, kwa sababu wewe ni kiumbe wa rohoni anayeishi mwilini. Amen. Na kila kitu chako kinaguswa kwa namna moja ama nyingine na nguvu ya kiroho. Kwa usisahau kuzingatia kanuni zote za kiroho wakati unaendelea kuzingatia kanuni zote za kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4 tukasema kila ufalme, ili uwe ufalme, una vitu kadhaa vifuatavyo. Kila ufalme una himaya, una eneo. Hakuna ufalme bila himaya. Tanzania ina mipaka ya kijiografia. Kila ufalme una mfalme. Kwa lugha ya sasa hivi wanaita rais. Kila ufalme una watu chini yake. Kila ufalme una watu chini yake. Ndio maana kila ufalme wenye ufahamu, wenye nguvu wa upuuzi watu wake. Ukiona mkuu wa nchi au viongozi wa serikali wanapuuza watu, ni watu wasiojua kanuni za ufalme. Na ipo siku huko kupuuza watu kutawaangusha. Kwa sababu kimsingi ni watu ndio wanamfanya mfalme kuwa mfalme. Ndio Biblia inasema utukufu wa ufalme ni wingi wa watu wake. Kwa kila ufalme una watu. Kila ufalme una lugha yake.
Tanzania kama ufalme una lugha ya taifa Kiswahili, una lugha ya kiofisi Kiingereza. Kila ufalme una namna ya kufikiri, mindset. Kila ufalme una mifumo mbalimbali. Kila ufalme una mifumo mbalimbali. Kuna mfumo wa afya, mfumo wa ulinzi, mfumo wa uchumi na mifumo mbalimbali. Mifumo ni utaratibu au namna ya kuendesha mambo, utaratibu wa kuendesha mambo. Na kwa ufalme wa Mungu pia ni hivyo hivyo. Ufalme wa Mungu una himaya, una territory. Ufalme wa Mungu una himaya. Na sisi kama wafalme chini ya ufalme Yesu tunazo himaya zetu. Na hizi himaya huwa zinaongezeka. Kwa mfano ukifuatilia maandiko unagundua mtu kama Daniel. Daniel alikuwa ana renki ya mfalme. Alikuwa ana renki ya mfalme kwenye ufalme wa Uajemi. Yeye alikuwa ndio mfalme wa kiroho. Alikuwa ndio mfalme. Yuko chini huko, lakini alikuwa ni mtawala level ya ufalme kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ile Uajemi. Ndio maana kwa nini ninasema hivyo? Ndio maana unagundua vita yote ya Daniel haianzi kwa wakuu wa mikoa, kwa wakuu wa wilaya. Vita ya Daniel inatokea kwa rais, kwa mfalme. Ndio maana unagundua hata ile kesi ya kutupwa kwenye tundu la simba. Kesi ya kutupwa kwenye tundu la simba. Walioileta ni mawaziri na viongozi wa chini. Lakini hawakuweza kuileta, kuiwezesha kwa Daniel, wakaenda kwa mfalme. Mfalme ndio akaisaini. Kwa nini? Kwa sababu level ya kiroho ya Daniel ilikuwa ni level ya ufalme. Kwa vita yake ilikuwa ni vita ya kiufalme. Alikuwa hapigwi vita na hao wa chini. Walikuwa wanajua yule yuko juu yetu. Kwa ili tamko limwathiri Daniel lilikuwa ni lazima litoke kwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unagundua pia wakati Daniel anaomba, kilichozuia maombi yake sio mapepo ya wilaya. Hivi unajua kuna wengine maombi yao yanashughulikiwa na pepo wa mtaa. Pepo wa mtaa. Pepo wa mtaa anashughulika na maombi ya mtu. Mwingine tu pepo wa nyumba 10. Kamaliza kabisa. Lakini kuna watu pepo wa nyumba 10 akijaika sasa hapa huyu sio level wetu. Au wilaya anajua sio level ya kitaifa. Ndio maana kuna wengine ili waafirike tamko linabidi litamko na rais. Yaani unashangaa rais anatoa tamko linaanza kukuathiri eneo lako la kazi. Sasa unaweza usielewe, unafikiri ni matamko tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa unagundua Daniel wakati anaomba level zote zilishindikana mpaka level ya mfalme wa anga wa Uajemi, mkuu wa wafalme. Biblia inasema ndio yule kwa sababu Daniel alipoanza kuomba tukulitokea breakthrough ya moja kwa moja mbinguni. Anasema ulipotia nia kabla hata hujaomba, mimi Gabriel nilitumwa kuleta majibu. Kwa maana yake kulikuwa hakuna kizuizi. Ule ufalme wa giza ukagundua huyu jamaa, huyu ana level kubwa huyu. Akatumwa mkuu wa wafalme wa Uajemi, ndio akamzuia Gabriel. Na alimdhibiti vizuri. Ikabidi atumwe Mikaeli ambaye ni mkuu wa wakuu wa vita mbinguni. Ndipo akatumwa akaenda kumaddress yule mkuu wa ufalme. Alafu baadaye Gabriel akashuka mpaka chini akaleta taarifa. Alipoleta taarifa anasema nimemwacha hapo Mikaeli. Ameendelea kumdhibiti kwa sababu akiondoka mimi naweza nisirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukifuatilia historia, unajua baada ya yule mkuu wa ufalme wa Uajemi kuharibiwa, ukifuatilia historia na huku chini ule ufalme wa Uajemi uliharibika. Na ndio kama ukifuatilia vizuri historia unagundua ndipo utawala wa Alexander mkuu ulianza, ukaongezeka, ikawa sasa ni himaya kubwa zaidi. Haya mambo tunayoyaona huku duniani yote ni ya kiroho, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila ufalme ili uwe na ufalme lazima una himaya. Kwa kadri unavyoendelea kuishi kanuni za kiufalme, himaya yako katika ulimwengu wa roho inaongezeka. Nilisema jana kuna watu wakiingia mahali inabidi wachawi wasitishe shughuli zao. Sio wapambane nao. Unajua wachawi wanajua range.
Kuna watu wakifika mahali mchana anasema yule hata msihangaike naye kwa sababu mtajiletea matatizo wenyewe. Kwa tulieni. Akimaliza shughuli zake atakaa tu wiki moja hapo, ataondoka zake, tutaendelea na shughuli zetu. Lakini kuna wengine akiingia mahali wanajaribu kumpinga. Kwa nini? Ulimwengu unajua, ulimwengu wa roho unajua aliyekuzidi nguvu au ushindani naye. Aliyekuzidi nguvu unatulia. Ni sisi ndio hatujui. Mtu amekuzidi nguvu na unajaribu kupambana naye, utajiumiza. Nitoa mfano wa kifedha. Hata aliyekuzidi nguvu za kifedha usishindane naye, kaa naye, jifunza. Naomba unifundishe namna ya kupata. Unashindana na aliyekuzidi nguvu za kifedha. Pato lako kwa mwezi 500,000. Unashindana na mtu pato lake kwa mwezi 15,000,000. Unajaribu kuangalia alivyovaa, unasema na mimi namjibu wiki ijayo. Amenunua nguo ya 400,000 na wewe mshahara wa 500,000 unamjibu wiki ijayo. Mtu wa Mungu. Unatumia mshahara wote kununua nguo, alafu madeni mwezi mzima. Na kama mshahara unalipaga madeni, cheki matumizi yako. Yaani unatumia kila mshahara unaanza unalipa madeni. Kaa tu jiassess mwenyewe. Inawezekana unaishi maisha yasiyo ya kwako. Na maisha sio mashindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ufalme ili uwe ufalme una himaya, una mfalme, una watu chini yake, una lugha. Na ufalme wa Mungu pia una territory, kuna himaya. Kwa kadri ambavyo unaendelea kuziishi kanuni za ufalme kwa nguvu na kumaanisha, kinachotokea himaya yako ya kiutawala inaongezeka. Na nilisema jana, ukiwa na ufahamu wa kiufalme utaacha kucheza na dhambi. Unajua watu wengi wanacheza na dhambi kwa sababu hawajui ufahamu wa kiufalme. Anachojua nikitenda dhambi kuna damu ya Yesu. Si nitatubu, si nitasamehewa. Na mimi nakwambia ukweli kabisa, ukitenda dhambi, ukitubu, unasamehewa. Ukitubu kwa dhati, damu ya Yesu kabisa inakusamehe. Lakini moja ya kitu kinaathirika na mtu anayecheza na dhambi ni nguvu zake za kiutawala. Nguvu zake za kiutawala. Anaathiri uwezo wake wa kiutawala kwenye himaya yake. Ndio maana unashangaa ulipoanza kucheza na dhambi, ni kweli unasikia umesamehewa, lakini kuna mashambulizi yanaongezeka. Maana yake hapo tunaingia level nyingine ya kiufalme. Unausaliti ufalme wako. Ufalme wako hauhitaji dhambi. Ufalme wako unadhoofishwa, unajidhoofisha kwenye ufalme wako ukiwa unaishi maisha ya dhambi. Unampa adui nafasi unapoishi maisha ya dhambi. Ni kweli unasamehewa, ukifa unaenda mbinguni, lakini unaweza ukasafa, ukafika umechoka. Na unaweza usiende mbinguni pia. Kwa sababu inategemea umekufa wakati gani. Bwana asifiwe sana. Unapoanza mazoea ya dhambi unafungua mlango yule mtawala. Kila dhambi ni ya kiroho, hamna dhambi ya kimwili. Kila dhambi ni ya kiroho, hamna dhambi ya kimwili. Kwa maana yake kila dhambi ina mtawala wa dhambi nyuma yake. Kila dhambi ina mkuu wa dhambi nyuma yake. Kila dhambi ina pepo nyuma yake. Kila dhambi ina pepo nyuma yake. Sasa mtu anayecheza na dhambi, madhara yake yakoje? Wakati shetani anamletea mtu dhambi, huwa mwanzo amletee mtu dhambi kutokea ndani yake. Anamletea mtu dhambi kutokea nje yake. Anamshawishi kutokea nje. Lakini lengo la shetani sio utende dhambi. Lengo la shetani ni uwe mtumwa wa dhambi. Sawa? Kuna tofauti ya kutenda zinaa na kuwa mtumwa wa zinaa. Mtu anaweza akafanya zinaa, akatubu na akaishi salama. Lakini moja ya madhara shetani anachokitafuta, hataki mtu afanye zinaa. Kwa sababu atakuwa hajampata vizuri kama akianguka tu mara moja. Kwa kinachofanyika ni kwamba mtu anayetenda dhambi, kuna milango ya rohoni huwa inafunguka. Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Uchungu usikae muda wenu mioyoni mwenu mpaka jua linakuchwa. Alafu pale mbele anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Sijui kama tunalielewa hilo andiko, ni Efeso sura ya 4 nafikiri. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa mtu anapotenda dhambi, kinachotokea sio tu dhambi ila ni space. Ile andiko msimpe ibilisi nafasi, anasema msimpe footprint. Kiingereza chake anasema footprint ni kama
Huu hapa ni mto. Huu hapa ni mto. Kuna upande ule na upande ule. Sawa? Alafu umewahi kuvuka mto kwa vipande vya mawe. Labda hapa kuna kajiwe na hapa kuna kajiwe na hapa kuna kajiwe na hapa kuna kajiwe. Kwa zile ndio zinaitwa nafasi, footprint. Kwa unampa kikanyagio. Dhambi inampa shetani kikanyagio cha kukufikia. Kwa mtu anapotenda dhambi, anamwekea kajiwe kwenye kile kilichokuwa kinawatenga. Kanyaga hapo. Baadaye tena anatenda kanyaga na hapo. Maana yake kanyaga na hapo unifuate. Kinachotokea akifanikiwa kupata hizo footprints mpaka akapata nafasi ndani yako, nini kinatokea? Ile dhambi haikutafuti tena kutokea nje, inaanza kuoperate kutokea ndani. Na hicho ndio shetani anakitaka. Kwa sababu ikishakuwa kutokea ndani, maana yake inakudrive, inakuendesha. Ndio inafika mtu mwanzoni alikuwa anatenda dhambi, ni kama kuna uhiari fulani, kuna nguvu inamvuta tenda dhambi, nyingine inakataa. Anaweza kufanikiwa kuacha mara moja, anakataa nini, lakini baada ya muda hana tena maamuzi ya dhambi. Anajikuta anaenda kwenye dhambi. Ni kama kuna nguvu, ndio kila anachosema Paulo kwenye Warumi sura ya 7. Lile nisilotaka kulitenda ninalotenda, na lile ninalotaka kulitenda silitendi, kwa sababu sio mimi, ni dhambi iliyoko ndani yangu. Shetani mara zote analeta dhambi kwa mtu nje. Anachotafuta sio mtu atende dhambi, anataka ile dhambi iingie ndani ya mtu. Na inapoingia ndani ya mtu, ndipo ufalme wa Mungu kwenye maisha ya mtu unaanza kuathirika vibaya. Wanasiwe sana. Ndio maana mtu mwenye mtazamo wa kiufalme hachezi na dhambi hata kama kuna msamaha. Hata kama kuna msamaha. Kwa sababu anajua ninaathiri nguvu yangu ya kiutawala. Na ikianza kuoperate kutokea ndani, haihitaji toba na msamaha, inahitaji deliverance. Kama unatenda dhambi, unatubu, kesho unarudia dhambi, unatubu, kesho kuta yaani unajikuta ni kama kuna nguvu inakutendesha dhambi. Hauhitaji toba, unahitaji msaada utokao juu, unahitaji deliverance. Kimbia kwa mtumishi wa Mungu, kajianike. Vinginevyo shetani atakumaliza na hatima yako ataimaliza. Bwana asifiwe sana. Kajianike, kwa sababu hiyo ni nguvu iliyokushinda. Hiyo ni nguvu ambayo iko juu yako. Hiyo ni nguvu ambayo tayari umeiruhusu kutawala. Maana yake himaya yako imeshashikiliwa na ufalme wa giza. Kwa ni bora kwenda kupata msaada kuliko kuendelea na maisha ya aina hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa ufalme wa Mungu pia una himaya. Ufalme wa Mungu pia una mfalme anaitwa mfalme Yesu. Ufalme wa Mungu una mfalme anaitwa mfalme Yesu. Na ufalme wa Mungu una wafalme chini ya Yesu ambao ni mimi na wewe. Mimi na wewe ni wafalme. Maandiko yanasema Yesu ni mfalme wa wafalme. Au wafalme ni mimi na wewe. Au wafalme ni mimi na wewe. Yesu alikuja duniani kuutambulisha ufalme wa Mungu. Ni kweli, ni sahihi, Yesu alileta wokovu. Lakini hiyo ni kweli ambayo haijakamilika. Kweli iliyokamilika, Yesu alileta ufalme wa Mungu duniani. Alileta utawala wa Mungu duniani. Alileta watawala, alitaka kuwepo watawala wengine wenza wa Mungu hapa duniani. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya 9:35 anasema, Mathayo 9:35, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika sinagogi na kuhubiri habari njema za ufalme. Habari njema za ufalme, na kuponya wagonjwa, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa Yesu alikuja kuutambulisha ufalme. Yesu alikuja kuutambulisha ufalme. Ufalme wa Mungu pia una lugha, language, una lugha. Lugha yetu ya ufalme ni nini? Neno la Mungu. Ndio maana mtu wa ufalme lazima ajifunze neno la Mungu ili ajue lugha ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ajue kwenye kila hali, kwenye kila analokutana nalo, awe na lugha ya kuongea. Lazima kila changamoto ya maisha uwe na jibu lake kwenye neno la Mungu, kama unataka kusaidiwa na ufalme wa Mungu. Lakini lugha yetu ni nini? Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni lugha yetu. Ndio maana nisema jana, ukikutana na hatari usichanganyikiwe, nena kwa lugha. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, kwa kumaanisha utashangaa namna ambavyo Mungu anakusaidia.
Kwa sababu unaponena kwa lugha unazungumza na ufalme wako kukusaidia saa ya hatari. Unazungumza na malaika. Biblia inasema ninaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kwa unaponena kwa lugha kwa kumaanisha unaengage malaika, na unajua kuna malaika wa vita, kuna malaika wa mapambano, kuna malaika kwenye kila engo ya maisha. Amen. Lakini ufalme wa Mungu pia una mifumo, una namna za kuendesha mambo. Kuna mfumo wa afya. Kuna namna ya kuishi na afya duniani kupitia msaada wa kiufalme wa Mungu. Kuna mfumo wa afya. Kuna namna ya kupona kupitia nguvu za ufalme wa Mungu. Kuna mfumo wa kiulinzi. Kuna mifumo ya kiulinzi. Kama vile ambavyo serikali ina namna ya ulinzi nchini, ndivyo ambavyo ufalme wa Mungu una namna ya ulinzi nchini kwa watu wake. Una namna ya ulinzi kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanathibitisha tuna ulinzi usio wa kawaida. Mfumo wetu una ulinzi usio wa kawaida. Malaika, moja ya kazi ya malaika ni ulinzi. Moja ya kazi ya malaika ni ulinzi. Kwa kuna malaika wa ulinzi, kuna malaika wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima uwe na ufahamu wa ulinzi wa ufalme wako ili ufurahie ulinzi wa ufalme wako. Lakini kuna mifumo ya kiuchumi kwenye ufalme wa Mungu. Kuna mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kutunza watu wa Mungu kwa masuala ya fedha na uchumi na mahitaji. Na ukitaka kugundua hilo jambo unaliona kwenye maandiko, kwenye wakati wana wa Israeli wanatoka Misri wanaenda Kanaani, walisafiri jangwani miaka 40. Hivi unajua maana ya jangwa? Jangwa ni mahali ambapo ni mchanga tu hivi. Hakuna mmea, hakuna chochote. Miaka 40 wanatembea kwenye jangwa. Lakini miaka 40 wanakula nafaka. Unajua nafaka? Nafaka ni mchele, maharage, ndio nafaka. Biblia inasema mwanadamu akala nafaka ya mbinguni. Kumbe kwenye ufalme wetu kuna nafaka. Huko mbinguni watu wa Mungu kuna mchele, kuna maharage, kuna nafaka za mbinguni. Kuna wengine wanasema mtumishi unavuka mpaka. Ni kweli, kasome Zaburi 78. Anasema wakala nafaka ya mbinguni. Anasema akawafungulia madirisha ya mbinguni, akawanyeshea mana ili wale. Wakala nafaka ya mbinguni. Mana ilikuwa ni kama mkate uliookwa. Tafsiri nyingine inasema ni kama keki. Keki jangwani. Yaani ilikuwa asubuhi akija wanakuta umande juu ya mchanga. Alafu ule umande ukiachia keki. Kuna oven za mbinguni zimeshuka zimeoka keki. Miaka 40. Unajua miaka 40? Mimi hapa nina miaka 45. Yaani tangu nimezaliwa nikiwa na miaka 5 mpaka leo na kula chakula ambacho akijaribu. Huo ndio uwezo wa ufalme wetu. Alafu kule jangwani hawakuwa wanaumwa, hakukuwa na ugonjwa. Ugonjwa ulikuwa unatokea pale tu wanapomkosea Mungu basi. Lakini hakukuwa na hospitali, hakukuwa na ugonjwa. Maana ufalme wa Mungu ulilinda afya zao miaka 40 bila ugonjwa, bila kidonda. Huo ndio ufalme wako mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Biblia inasema nguo zao hazikuchakaa. Miaka 40, yani kama nimevaa hivi ni hivi. Sasa kumbuka sio tu hazichakae. Miaka 40 kama yule mtoto wangu pale ana miaka 9. Nguo haichakai, lakini miaka 40 hata kuwa na mwili ule, ana mwili kama wa kwangu. Maana yake nguo haichakai na inakuwa. Inaendelea kukua. Inakuwa kwenye mwili. Inakuwa kwenye mwili. Sasa kama haichakai tu na miaka 40 hata kuwa vile kale ka t-shirt mimi na baadhi. Lazima na kenyewe kawe kana adjust, nikinenepa kana nenepa, nikirefuka kana refuka. Hiyo ndio nguvu ya ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jina lako hauna ufalme wa kitoto. Kwa kwenye ufalme wetu kuna mifumo ya kututunza. Kuna mifumo. Kwenye ufalme wa Mungu kuna namna Mungu anatunza watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikasema nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Nguvu ya ufalme wa Mungu ni watu. Ni sisi. Lazima uanze kujiona mimi ndio nguvu ya ufalme wa Mungu. Na nikasema pia tulipookoka tulihamishwa ufalme kutoka ufalme wa giza kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Tulipookoka tulihamishwa. Na moja ya mafanikio ya kila mtu aliyeokoka
ni kuwa na fikra za kiufalme. Lengo langu la kuyaleta haya ni ili tuanze kufikiri kiufalme. Tusifikiri kidini, tufikiri kinini? Kiufalme. Maana yake kila ninachopewa na Mungu ni kwa ajili ya ufalme wangu, ambao ni ufalme wa Mungu. Na nguvu ya ufalme wangu ni mimi. Yaani tufike mahali watu wa Mungu tuwe tunajisikia, yaani nguvu ya ufalme wa Mungu ni mimi. Ninafurahia kuwa kwenye ufalme wa Mungu, na nguvu ya ufalme wa Mungu ni mimi. Nguvu ya ufalme wa Mungu ni biashara yangu. Nguvu ya ufalme wa Mungu ni kile ninachokifanya. Kwa kila ninachokifanya nitakifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa geuza fahamu zako, uanze kufikiri kiufalme, kwa sababu hauwezi kufanikishwa na ufalme kama hujabadili namna ya kufikiri kwako. Na andiko ambalo nilisema jana, Biblia inasema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Geuzeni namna mnayofikiri, ili ufalme wa Mungu unapokuja uweze kuwasaidia na uweze kuwafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuanze kujiona mimi ni mwana wa ufalme, na ni wajibu wangu kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Usifanye vitu vya ufalme kama mtu aliye nje. Fanya vitu vya ufalme kama mtu aliye ndani ya ufalme. Kama mtu ambaye anawajibika na ufalme, na sio kama mtu anayesaidia ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kila cha ufalme kama mwanafamilia wa ufalme, na sio kama mtu baki anayesaidia ufalme wa Mungu. Kuna watu ni kweli wanatoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini hawatoi kama wana wa ufalme, wanatoa kama wasaidia ufalme. Ndio hao unasikia nani lile kanisa bila sisi lingekuwa aliko popote leo. Unaona lile jengo ni sisi. Kwa afanyi kama cha kwake, anafanya kama mtu wa nje. Nilitoa mfano nikasema, mimi ni baba wa familia ambaye nina watoto. Siwezi kuleta chakula nyumbani kwangu alafu naanza kusema wale watoto bila mimi. Bila mimi hamna kitu pale. Sasa mimi ni baba, ninachofanya ni wajibu wangu. Hayo mawazo yanatokea wapi? Au ninaanza kujilinganisha mimi na mke wangu, mimi na mtoto wangu, naanza kujilinganisha. Nasema, yaani mimi nimemzidi yule, nimemzidi mke wangu kwenye kutunza familia. Kila mtu anasimama kwa wajibu wake, kwa nafasi yake. Sasa haya mambo yako kwenye ufalme wa Mungu. Watu wengi wanafanya kwa ajili ya ufalme, lakini anafanya kama mtu wa nje. Afanyi kama take ownership, afanyi kama cha kwake. Kwa akifanya anataka appreciation, anataka abembelezwe, anataka aimizwe, ndio sasa afanye. Apewe na cheo. Sasa yani mimi natoa hivi na wanipi cheo. Wewe sio wa ufalme. Wewe sio wa ufalme. Watu wa ufalme wanafanya kama wajibu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajitoa bila. Ukiwa na watu wenye mtazamo wa ufalme, hautawasukuma kwenye eneo lolote. Hautakuwa na nguvu nyingi watu watoe, watu wajenge, kwa sababu watu hawataona wanamfanyia mchungaji. Unajua kuna watu wengine anaona tunamfanyia mchungaji. Akinunua suti, cheki suti yetu ile. Wewe sio mtu wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa ufalme hawafanyi kwa mashindano. Kila mtu anafanya kwa nafasi yake, kila mtu anafanya kwa kadiri Mungu alivyomfanikisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima uamue kuanzia leo, mimi ni mtu wa ufalme na ufalme wa Mungu ni wa kwangu. Mimi ni mwanafamilia, kila nitakachokifanya nitakifanya kama mwanafamilia. Nikija kanisani nikasafisha kanisa, sijafanya kazi ya mchungaji, sijamsaidia mchungaji, nimefanya wajibu wangu kwenye familia yangu. Ni kama mtoto wangu anaenda kuosha gari yangu, anafikiri ananisaidia mimi. Unisaidie mimi, umefanya wajibu wako. Umefanya wajibu wako. Kwa umsaidie mchungaji, usaidie kazi ya Mungu, unafanya wajibu wako. Kwa sababu hata mchungaji wakati wake ukifika akaondoka, hii kazi itaendelea. Ufalme sio mtu, ufalme unaendelea kuwepo hata watu wakiondoka. Kwa lazima uanze kumtazama mfalme
na wewe ni mtoto wa ufalme. Mchungaji ni baba kwenye familia, na yeye anasimama kwa wajibu wake kama baba, na sisi tusimame kwa wajibu wetu. Kama ni waimbaji, wasimame kwa wajibu wao, wasisubiri kuhimizwa, wafanye kwa nguvu zao zote, kila mmoja kwenye nafasi yake, ili tuhakikishe ufalme wa Mungu unasonga mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niende kwenye kipengele kingine kwa dakika 15. Alafu nitakuwa na maliza 15. Nataka nieleze kidogo kuhusiana na namna sahihi ya kumtolea Mungu ambayo itatuletea matokeo tunapojitoa kwa ajili ya ufalme. Na ili nieleze vizuri namna sahihi, nitaeleza namna isiyo sahihi kutoa. Bwana asifiwe sana. Mtazamo usio sahihi kutoa, alafu baadaye nitaeleza mtazamo sahihi. Nafikiri dakika 15 zitanitosha. Unajua kuna vitu vingi vimeleta shida kwenye eneo la utoaji na kujitoa mbele za Mungu, na imewaletea watu wengi shida kiasi kwamba watu wakisikia neno utoaji au kutoa, mioyo yao inaanza kupata ukakasi. Yaani hata hapa unaweza ukakuta kuna mwingine anasema alianza vizuri, sasa anakwenda ameshaanza kuharibu. Ujue huyu alijeruhika eneo la utoaji. Kwa kuna watu wakisikia tu kutoa, moyo unaanza kupata shida. Kuna mawazo mabovu yanaingia ndani yake. Na wengine wanatoa lakini ndani yao wamejeruhiwa. Na wanaweza wakawa na sababu za msingi. Inawezekana walitoa hawakupata matokeo waliyotarajia. Na kuna mwingine kila akikuelezea shida yake, yaani anaeleza, analalamika hapa, anasema yaani natoa zaka lakini sipate matokeo. Yaani lazima amalizie natoa, maana yake huyo amejeruhika, yaani ametoa au apate alichotarajia. Kwa kuna namna amejeruhika. Kwa hiyo imeanza kumwathiri eneo lake la utoaji. Lakini wengine walitoa na wakakosa walichokitarajia kutokea kwa watu waliowapatia, kama ni watumishi wa Mungu au yeyote alimtolea. Umewahi kusikia mtu anasema sisomeshi tena mtu asiye ndugu yangu zaidi ya watoto wangu? Sisomeshi tena ndugu. Umewahi kusikia? Au sisaidii tena ndugu, nitalea tu wa kwangu. Unajua nini kimetokea? Ametoa alafu akupata alichotarajia kutokea kwa yule ndugu aliyemsomesha. Akaishia kutukanwa, akaishia kusemwa vibaya kwanza. Silei tena mtoto asiye wa kwangu. Hayo yote ni matokeo ya majeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kosa alichotarajia kwa, lakini wengine ni kwa sababu ya watumishi wa Mungu walikutana nao nyuma. Kwa sababu kabisa ya mtumishi wa Mungu amenifuse utoaji wake. Alifanya jeni, alifanya kwa moyo. Kumbe kuna namna moja au nyingine akaja kugundua kumbe kuna kumisuse kile alichokitoa. Kwa mwisho wa siku amefanya nini? Amejeruhika. Kwa wengine wameacha kutoa kabisa kwa sababu ya hao watumishi wa Mungu kwa kutumia vibaya au kwa maslahi binafsi na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wa Mungu, hili jambo sio kwenu pekee, hata sisi watumishi wa Mungu kuna namna tumeathiriwa, watumishi wa Mungu, kiasi ambacho unajua moja ya topic nzito kuihubiri, hasa ukiwa mchungaji na watu wako, ni topic ya utoaji. Ni rahisi sana kuhubiri utakatifu, ni rahisi sana kuhubiri kumtumikia Mungu, lakini kwa mchungaji ni ngumu kuhubiri utoaji. Ndio maana wengine mpaka anakodi mtu, naomba uje kanisani unifundishie utoaji. Kwangu mimi naona sio sawa kukodi mtu. Kwa sababu kama ni watoto wako, hakupaswi kuwa na topic yoyote ngumu kuambia watoto wako. Mimi mambo magumu nawaambiaga mwenyewe watoto. Mwenyewe kabisa. Kwa sababu sasa kama ni watoto wangu na nataka usalama wao, inabidi niwaambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata limegusa mpaka sisi watumishi wa Mungu. Kuna wakati mwingine mnatupa tabu kufundisha utoaji. Kwa sababu ukiwa unafundisha utoaji, kuna namna unawasijua watu wanafikiri mimi nataka sadaka zao. Kwa sababu gani? Tayari na sisi tumejeruhiwa. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ni mtarehe anasema aliapa, akasema sifundishi tena utoaji kanisani kwangu. Tena akaapa na mbele za Mungu na akaacha kabisa. Lakini baadaye Mungu alimpiga. Mungu alimshughulikia. Sasa hivi anafundisha, ndio topic moja wapo kubwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pamoja na hayo yote, sisi watumishi wa Mungu lazima tuwafundishe watu utoaji kwa namna sahihi. Ni lazima, kama vile ambavyo tunapaswa kufundisha utakatifu, tunapaswa kufundisha kujitoa, tunapaswa kufundisha maeneo mengine baya wa dhambi, lazima pia watu wafundishwe utoaji kwa namna sahihi. Kama anapokea fundisho alipokee, kama analikataa. Lakini pia hata sisi watu wa Mungu, hata kama umekutana na jambo lolote limekuathiri, limekuumiza, limekujeruhi eneo la utoaji, bado hiyo sio justification. Hiyo sio sababu ya kutomtolea Mungu. Kwa sababu ukiangalia maandiko yamejaa utoaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Biblia imejaa utoaji. Kwa utoaji ni fundisho ambalo ni la lazima katika Biblia. Sasa nataka nieleze mitazamo isiyo sahihi kuhusu kutoa, ambayo hii mitazamo inawezekana ndio ikasababisha mtu akajeruhika eneo la utoaji na akaacha kumtolea Mungu. Yafuatayo yasiwe msukumo wako wa kutoa. Unapotoa usitoe kwa sababu ya msukumo wa hiki ninachoenda kukiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa kwa namna isiyo sahihi, hauwezi kupata matokeo yaliyo sahihi. Unapotoa kwa namna isiyo sahihi, hauwezi kupata matokeo yaliyo sahihi. Mungu kabla hajaangalia pesa unayotoa, anaangalia kwa nini unatoa. Hivi ngoja nikuonyeshe kitu. Unaona hii hela? Hii hela ikitolewa hapo inaitwa nini? Inaitwa sadaka. Hii hela nikienda baa, hii sitanunua bia. Hii hela ikienda shule inaitwa nini? Ada. Hii hela ikienda hospitali, hela ya matibabu. Kwa nini hapa inaitwa sadaka? Ni kwa sababu ni hela inaingia kwenye chombo. Ni kwa sababu ya kilicho nyuma ya hii hela ndio kinafanya iitwe sadaka. Kwa wakati unaleta pesa, Mungu kabla ya kuiangalia pesa, Mungu anaangalia kilichokusukuma kutoa. Alafu kile kilichokusukuma kutoa ndio kinaifanya kuwa sadaka. Kama kilichokusukuma kutoa hakiko sahihi, haiwi sadaka kwa kuingia kwenye hivi vyombo vya mbao. Inakuwa sadaka kwa hali ya moyo wako. Na hapa ndipo umuhimu unakuja wa kushughulika na hali ya moyoni kabla ya kutoa, ili kuleta matokeo ya utoaji wetu. Amen. Na hili fundisho lengo lake ni hilo, kushughulika na hali ya moyoni ili kuleta matokeo ya utoaji. Namba 1, usitoe kama unacheza kamari au unafanya bahati nasibu. Huo usiwe msukumo wako. Kwa nini unatoa kama unacheza kamari au unafanya bahati nasibu? Kwamba naleta 100 nipate 1000. Mungu hajaleta utoaji kama mashine ya kuchezea kamari. So unajua yale mashine ya kuchezea kamari? Yale mashine yale. Ukiweka chochote kwenye ile mashine, kilicho kwenye akili yako ni nini? Litavuruga litanimwagia. Sasa kuna watu wanatoa kama anacheza kamari, kwa msukumo wa kucheza kamari. Usitoe kwa msukumo wa kucheza kamari. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Warumi 11:35, ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, yeye atapewa tena. Kwa kuwa vitu vyote vinatoka kwake, vipo kwa uwezo wake, tena vitarejea kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, siwezi kumaliza hiki ninachokufundisha. Nahitaji angalau siku moja ya Jumapili nimalizie. Vinginevyo siwezi kumaliza. Kwa hiyo nitaeleza tu hapa kidogo alafu nitaishia hapo. Alafu Mungu akitupa nafasi siku nyingine nitakuja nimalizie. Amen. Kwa usitoe kwa msukumo wa kucheza nini? Kamari. Lakini namba 2, usitoe kwa msukumo wa kumshawishi au kumuonga Mungu. Usitoe kwa msukumo wa kumshawishi au kumuonga Mungu. Hauwezi kumbana Mungu kona kwa sadaka yako. Usitoe kwa msukumo wa kumshawishi au kumuonga Mungu au kununua baraka za Mungu. Kuna watu wanatoa ni kama ananunua vile. Sema nimeshatoa, Mungu hana namna, nishamnunua. Yaani hawezi kusema nimeshamnunua, lakini moyo wake ni kama nishamnunua Mungu. Huwezi kumnunua Mungu.
Kwa hata ukienda kwa mtumishi wa Mungu kuombewa, usitoe kama unanunua baraka, usitoe kama unanunua mtumishi, usitoe kama unanunua uponyaji. Kwa sababu kila kitu kimetoka kwa Mungu kabla hakijaenda kwa Mungu. Kwa hatutoi kama tunanunua. Mambo ya rohoni hayawezi kulipiwa. Mambo ya rohoni yote yalishalipiwa kwa kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ndio ililipia yote ya rohoni. Kwa kutoa ni kanuni tu ya kufanya flow ya mambo ya rohoni yatujie, lakini sio manunuzi. Hatufanyi transaction ya kununua vitu vya rohoni. Ndio maana mtu yoyote akianza kuuza mambo ya rohoni amefeli flat. Waimbaji mpo? Waimbaji mpo? Ukianza kupanga bei kwenye mialiko yako, ndio mwisho wako umefika. Ndio mwisho wako umefika. Au hata mimi mhubiri, nikianza kuweka bei, ukinitaka mimi weka kwenye akaunti yangu milioni 2, ndio mwisho wangu umefika. Inawezekana nisiishe mwaka huo, miaka 2, miaka 3, miaka 5, lakini nakuhakikishia miaka 10 mbele sina. Nina waimbaji na wafahamu walikuwa hapa, na ninajua walikuwa wanatoza ili unialike lazima uweke milioni 2 kwenye account. Hapa miaka 10 iliyopita. Leo hii hawajulikani walipo. Na kuna wengi leo unawaona hapo hapa wanatoza, miaka 10 ijayo hawatajulikana walipo. Kwa sababu huwezi kuuza cha Mungu, huwezi kuuza cha Mungu. Huwezi kumuuza Yesu. Yesu unamuuza bei gani kwa mfano? Unamuuza bei gani Yesu? Unamuuza bei gani Yesu? Kwa mwimbaji yote ambaye anaweka tozo kwenye ibada, yani unaitwa kwenye ibada, uende kuimba, anasema sasa bila 400, unajua utaratibu wetu utaratibu wetu sio utaratibu wa ufalme. Ufalme utakuangusha, na sio shetani atakayekuangusha. Mungu mwenyewe atakupinga. Kwa sababu hicho ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huwezi kuuza cha Mungu. Ndio maana vitu vyote ambavyo ni vya thamani Mungu anatupa bure. Hivi unajua tunachoweza kulipia ni kwa sababu hakina thamani. Chochote ambacho ni cha thamani huwezi kulipia. Ndio maana huwezi kulipia pumzi. Unalipia bei gani? Thamani yake inazidi vyote. Wazungu wana neno zuri wanasema priceless. Sio kwamba haina bei, kwamba bei yake ni kubwa kiasi ambacho hailipiki. Huwezi kulipia jua, huwezi kulipia oxygen. Vyote Mungu ametoa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo, huwezi kulipia huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako. Hauwezi kuilipa. Huwezi kulipia hiki ninachokifanya. Huwezi kulipia uponyaji. Ndio maana Yesu anasema mlipata bure, toeni bure. Sio kwa sababu hicho hakina thamani, ni kwa sababu kila ambacho kinatakiwa kulipiwa nililipia pale msalabani kwa damu yangu. Kwa nyie pelekeni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usitoe kama unanunua au unamnunua Mungu. Namba 3, usitoe kwa kuogopa. Usitoe kwa hofu. Usitoe kwa kuogopa. Usitoe kwa hofu. Usitoe kwa aibu. Hakuna matokeo ya utoaji wa hofu, utoaji wa aibu. Nyuma ya hofu mara nyingi hakuna Mungu. Na unajua watu wengi wanatoa zaka. Na ukimuuliza kwa nini unatoa zaka? Laana bwana, laana. Laana ndugu yangu. Kama kinachokusukuma utoe zaka ni laana, mtu wa Mungu, kuna mahali hapo sawa. Hatumtolei Mungu kwa sababu tunamwogopa. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunampenda. Haumtolei Mungu kwa sababu unamwogopa. Unamtolea Mungu kwa sababu unamheshimu. Unamtolea Mungu kwa sababu unampenda. Unamtolea Mungu kwa sababu ni ibada yako kwa Mungu. Atumwabudu kwa kumwogopa. Kwa usitoe kwa sababu ya hofu. Na hao ndio maana wengine kuna injili fulani ikipigwa, yani anaogopa, na kuna wachungaji wanajua kupiga injili za utoaji. Anaenda kumwambia hiyo hela umeitunza benki, unaweza ukafa kesho, bora unetee bwana. Usije nikafa. Unaenda unakusanya zote za benki unaleta. Umetoa kwa hofu tu hapa. Na sasa ukitoa kwa hofu, hautaona matokeo. Kwa sababu Biblia inasema pendo likiwepo mahali linaitupa nje hofu. Biblia inasema mwenye hofu hajakamilishwa katika Mungu. Hajakamilishwa katika pendo. Kwa kutoa kwa hofu sio kutoa kwa Mungu. Kwa sababu Mungu ni pendo, Mungu sio hofu. Na pendo likiwepo mahali hofu haipo. Ambaye anatumia hofu kuwatawala watu ni shetani, sio Mungu. Mungu hakutishi ili akutawale.
Ndio maana tunapopeleka injili tuwe makini. Tuwafundishe watu upendo wa Mungu na tuwafundishe watu hofu ya jehanamu. Kuna namna unaweza ukahubiri mtu utakuwa kama mkaa unavyoteketea. Anaogoka lakini baada ya wiki kasahau. Kwa hiyo bora umfundishe pendo la Mungu lililomleta Yesu na thamani ambayo Mungu alikuwa anaiona kwenye maisha yake na namna ambavyo Mungu anamtaka aje huko. Akija kwa pendo la Mungu, huyo umempata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usitoe kwa hofu. Nyuma ya hofu hakuna Mungu. Biblia inasema katika pendo hamna hofu. Yohana wa kwanza 4:18. Namba inayofuata. Kwa usitoe kwa hofu ya laana, usitoe kwa kumwogopa mtumishi wa Mungu, usitoe kwa kumuonea aibu mtumishi wa Mungu. Sasa anaongea sana. Ngoja nione. Uso umeumbwa na haya. Ngoja tu nikatoe. Huo utoaji hauna matokeo. Namba inayofuata, usitoe kwa sababu ya pressure unayopigwa. Yaani umepigwa pressure mpaka ulikuwa umekuja na gari yako, unasema yaani ni pressure, sio Mungu kasema. Unakuja nimeamua nilete gari. Pressure, umepigwa pressure mpaka unatoa sadaka ya gari. Alafu ukirudi nyumbani akili ikitulia unasema Mungu wangu, nimefanya nini mimi? Leo kusikia story moja, mtu mmoja alipigwa pressure kanisani. Akatoa gari bwana. Aliporudi nyumbani akili zilipotulia, ikabidi baadaye apate mchungaji. Sema mchungaji, naomba unisamehe. Kwa kweli sijakusudia kutoa. Unajua watu wengi wanatoa kwa staili hiyo. Yaani nahubiri hapa napiga pressure. Alafu unashangaa mtu anavua viatu, anavua koti. Sasa haimaanishi ukivua viatu na kuvileta kama sadaka ni sababu ya pressure. Kuna wakati mwingine kabisa una cha kutoa na unasikia Roho Mtakatifu anakuambia vua saa yako, vua saa, peleka simu. Inawezekana kabisa. Lakini kuna wengine ni pressure. Kwa hiyo usitoe kwa sababu ya pressure. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba inayofuata, usitoe kwa kusudi la kuonekana au kufahamika na watu au na mtumishi wa mahali. Usitoe kwa kusudi la kuonekana au kufahamika na watu au na mtumishi wa mahali. Sasa hii iko tricky. Unaweza ukatoa ukiwa unaonekana lakini sio kwa kusudi la kuonekana. Sawa? Unaweza ukatoa ukiwa unaonekana lakini sio kwa kusudi la kuonekana. Ninachoongelea sisemi usitoe ukiwa unaonekana. Na sema usitoe ukiwa motive yako ni kuonekana, kujionyesha, kupata nafasi fulani, kupata cheo fulani. Sawa? Motive yako isiwe hiyo. Unajuaje unatoa kwa kuonekana? Kama kiasi chako cha sirini akitafanana na kiasi chako cha wazi. Kwa mfano, nasema sasa tuna ununuzi wa speaker na tunahitaji pesa kadhaa. Ninaomba watu ambao watatoa hela. Alafu unasimama, mimi nitatoa shilingi milioni 1. Sawa? Ununuzi wa speaker unatoa milioni 1. Lakini upande wa pili tukasema leo hatutatoa maiki uongee. Tutakwambia tu uandike kiasi unachotoa bila hata jina lako. Lakini wewe utakuwa mwaminifu kwa Mungu. Kwenye kupewa maiki unasema nitatoa milioni 1. Kwenye kuandika unaandika nitatoa 100,000. 100,000 ndio sadaka yako. 900,000 ilikuwa unalipia matangazo ya kuonekana. Nakwambia ukweli, Mungu ni Mungu wa haki. Mungu anaangalia moyoni. Kwa kama unatutajia milioni 1, lakini ukweli unasema hapa ningekuwa sijapewa maiki mimi, ningetoa 100,000 tu. 900,000 ni pesa ya airtime, ya matangazo. 100,000 inarekodiwa mbinguni, mtu wa Mungu ametoa 100,000. Kwa usitoe kwa kusudi. Sadaka yako ya sirini iwe ni sawa na sadaka yako ya wazi. Kama ukipewa maiki utasema milioni 1, ukiandika kwa siri andika milioni 1. Umempa Mungu. Kwa sababu humpi mtu. Au toi kwa sababu watu wakuone. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia ndio inasema kwenye Mathayo 6, msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi kwa watazama. Kufanya wema machoni pa watu sio tatizo, lakini kusudi lako ni nini? Kwenda kwa watoto yatima na umeita press conference hakuna shida, lakini kwa nini press conference? Kwa nini?
Ni kama unahamasisha watu wafanye hivyo, hakuna, yani kusudi lako ni kwamba mimi natoa sadaka, lakini pia natamani watu wahamasike, wajue hawa ni wahitaji, watoe. Hilo kusudi ni jema, si ndio? Lakini kama wanione na mimi ninatoaga, nakwambia ukweli, hiyo imeishia kwa watu wajienda kwa Mungu. Mungu ni mhukumu wa haki. Kwa usitoe kwa kusudi la kuonekana. Lakini namba nyingine, usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Na hii watu wengi tumekamatwa, ni tricky hii. Usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Atusaidii ufalme, tunatoa kwenye ufalme. Au isaidii serikali, wewe unatoa kwenye serikali, unafanya wajibu wako kwenye serikali. So unajua kila hela unanunua kitu, kuna kodi inaenda. Ile kodi sio msaada kwa serikali. Ndio maana usipotoa kodi unashtakiwa. Kwa sababu hausaidii serikali. Unafanya wajibu wako kama Mtanzania kwenye serikali. Kwa hata kwa Mungu usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Atusaidii kazi ya Mungu, atusaidii watumishi wa Mungu. Sisi sio msaada wa watu, Mungu ndio msaada wa watu. Sisi tunatumiwa na Mungu kupeleka sadaka kwa Mungu ambao Mungu anawapa watu wake. Tukiwa na huo mtazamo itakuwa ni rahisi sana. Toa kama sadaka kwa wenye mahitaji. Ukimpa mtu mwenye uhitaji, umpe sadaka Mungu ambaye anamsaidia mhitaji. Ninaeleweka watu wa Mungu? Kwa usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Toa kama sadaka kwa Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Toa kama sadaka kwa Mungu kupitia wajane na yatima. Wewe sio msaada wa watu. Mungu ndio msaada wa watu. Wewe ni channel. Wewe ni mkondo ambao Mungu ameupitishia kupeleka msaada kwa watu wake. Ndio maana hata wewe usipokuwepo, wewe sio msaada wa mtumishi wa Mungu. Ndio maana hata usipokuwepo bado mtumishi wa Mungu atafanya nini? Ataishi. Kwa usije ukatoa kwa mtumishi wa Mungu, hapo unasema bila sisi hawezi ishi yule. Tunamsaidia sana yule mtumishi. Huo sio mtazamo sahihi. Wewe unamtolea Mungu, Mungu anamsaidia mtumishi wake. Amen. Kwa usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Ukipeleka kwa wajane, ukipeleka kwa yatima, ukipeleka kwa watumishi wa Mungu, wewe sio msaada. Ukijenga kanisa, wewe sio msaada wa kanisa. Umefanya wajibu wako. Matendo ya Mitume 10:1. Matendo ya Mitume 10 anasema palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Alikuwa akiwapa watu sadaka. Kornelio alikuwa na akili sana. Hawapi watu misaada, anawapa watu sadaka. Akawapa watu sadaka. Pale mbele anawaambia sala zako na sadaka zako zimefika. Kinachofika juu sio misaada yetu kwa watu. Kinachofika juu ni sadaka zetu kwa Mungu. Amen. Angalia kwenye Zaburi, anasema akupelekee msaada kutoka patakatifu pake, Zaburi 20. Na kukutengeneza kutoka Sayuni. Hapa anaongelewa Mungu. Anayepeleka msaada kwa watu ni Mungu, sio sisi. Sawa? Sisi hatupeleki misaada kwa watu. Sisi tunapeleka sadaka kwa Mungu. Mungu anapeleka msaada kwa watu wake. Alafu tukifanya hivyo, Biblia inasema azikumbuke sadaka zako. Kwa swala la msaada ni la Mungu na mtu wake. Wako wewe na Mungu wako ni sadaka kwa Mungu wako. Amen. Kwa usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Kwa ukifikiri kwamba wewe ni msaada wa watu, ni aina fulani ya kiburi kifupi. Mungu ndio msaada wa watu. Wewe ni channel. Muangalie Dorcas kwenye Matendo ya Mitume 9. Anasema amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Angalia sadaka zipi? Anashona nguo za wajane. Sadaka. Lakini anashona nguo za wajane. Na unajua hii ndio imewajeruhi watu. Unajua ukitoa msaada kwa watu watakushukuru. Na hiyo ndio thawabu yako. Ukitoa sadaka kwa Mungu, hata watu wasipokushukuru, Mungu atakupa thawabu. Na hii ndio sababu kuna mtu alisomesha mtu, kwa sababu alikuwa anafikiri anafanya kama msaada.
afanyi kama sadaka kwa Mungu. Yule mtu amemaliza chuo kikuu, ameondoka zake, hajawahi kurudisha hata shukrani. Huyu mtu amejeruhika, anasema sisomeshi tena mtoto wa mtu. Kwa nini? Huyu mtu alikuwa anatoa msaada. Angekuwa anatoa kwa Mungu, hata kama yule hajarudisha shukrani, kwa sababu ulimpa Mungu, Mungu atakupa thawabu yako. Kwa kila unachofanya, fanya kama sadaka kwa Mungu na sio kama msaada kwa watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa msaada wanaweza kupoteza wasiposhukuriwa, lakini watu wa sadaka hawawezi kupoteza, kwa sababu Mungu hawezi kuisahau sadaka ya mtu wake. Amen. Namba inayofuata, usitoe nje ya utii. Hakikisha unatoa kwa utii. Usitoe nje ya utii. Usitoe nje ya utii. Namba inayofuata, usitoe kwa hisia. Usitoe kwa hisia na msukumo na msisimko peke yake. Usitoe kwa hisia na msisimko peke yake. Usitoe kwa hisia na msisimko peke yake. Unajua tunapohubiri kama hivi injili ya utoaji, huwa kuna msisimko inaamka ndani. Kwa baada ya hapa nikisema sasa naleta chombo hapa tumtolee Mungu, unaweza ukashangaa matoleo yameshuti. Sasa mimi hiyo wala hainitii moyo, kwa sababu leo inaweza ikawa ni sababu ya hisia. Utashangaa tena wiki ijayo yamepungua. Unajua ile ya kwanza ilikuwa ni hisia na msisimko. Sasa usiwe mtu anayetoa na hisia na msisimko. Yaani ukishakuwa excited ndio unatoa. Jifunze kutoa kama kanuni, kwa sababu utoaji hauhusiani na hisia na msisimko. Kuna watu kwa kutoa kwa hisia wametoa vitu ambavyo kwa kweli hawakupaswa kutoa. Kwa kutoa kwa hisia, kuna mtu mmoja anaitwa Yethro. Yefta alifurahi vile ambavyo Mungu atamtendea. Yaani alianza kuimagine, naenda kwenye hii vita. Hii vita ni ngumu sana. Mungu akinitendea mimi, chochote kitakachokuja kunilaki nikiwa narudi nyumbani kwangu, nitakitoa sadaka. Yaani sio alikuwa nafikiri kuku atakuja anarukaruka hivi. Nyumbani kwake kuku anakuja anarukaruka. Anarudi nyumbani, binti yake wa pekee ndio anakuja kumlaki. Hivi nafikiri ilikuwa ni mpango wa Mungu yule binti ateketezwe na moto? Hapana, ni hisia za Yesu. Na watu wengi unajua wamejiingiza kwenye matatizo kwa sababu ya hisia. Akiwa anaomba kazi, Mungu ukinipa kazi mimi, mshahara wote wa mwaka mzima nitakutolea. Kapata kazi, hata ile ni Mungu tu mtihani. Unagundua wengi ilikuwa ni hisia tu. Yaani zile shida zilivyo, usije ukafikiri unambana Mungu kwa manadhiri yako yasiyoeleweka. Na hii sasa ndio wengi wanajifunga kwenye manadhiri yasiyoeleweka. Yaani anasema linadhiri hilo, amekuwa excited, anasema Mungu mimi nitakutolea milioni 10, nitatoa milioni 10. Pato lake la mwaka mzima ni milioni 3. Hapa anasema nitatoa milioni 10. Anasema nimeahidi kwa imani, ni kwa ujinga sio kwa imani. Kwa wakati hisia ziko nyingi, jitulize. Kama ni Roho Mtakatifu anazungumza, iwe uko excited au uko kawaida, sauti ya Roho Mtakatifu ni ile ile. Kama inakwambia toa gari, uko excited, utashangaa hata ukitulia mwenyewe nyumbani bado itaendelea kukwambia toa gari. Toa gari. Sasa ukiwa excited umechangamka, toa gari, ukirudi nyumbani hamna. Sauti ya Roho Mtakatifu haihitaji hisia ili iwe halisi. Kama ni Roho Mtakatifu anasema tu. Umefurahi sana atasema, ukitulia utasikia tu anaendelea kusema. Kwa hiyo usitoe kwa sababu ya misisimko na hisia. Kuna watu wametoa kwa sababu ya misisimko na hisia na hawajapata matokeo, wanaanza kumlaumu Mungu, angalia nimetoa na bado. Mungu alisema. Au amejiingiza kwenye nadhiri, anasema Mungu ona nimeweka nadhiri na unisaidii. Hiyo nadhiri uliweka kwa misingi, misisimko na hisia. Kwa usitoe kwa sababu ya hisia. Mwingine anaitwa Herode binti yake kacheza. Akafurahi, akasema chochote nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Yule binti akaomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Unajua Herode alikuwa hataki kabisa kumuua Yohana, lakini kwa sababu ya manadhiri yake ya kipumbavu
Yohana akakata kichwa. Kwa hakikisha hautoi kwa hisia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Sasa nikija tena wakati mwingine nitaeleza, kwa sababu hapa sijaeleza kitu kamili. Nitaeleza kwa nini tunatoa. Nini kiwe msukumo wako wa kutoa? Nini kiwe, kama sio hivyo, nini kiwe msukumo? Lazima utoe kwa sababu unampenda Mungu. Msukumo wa kwanza wa kutoa ni upendo kwa Mungu. Msukumo wa kwanza, tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Hauwezi kupenda bila kutoa. Unaweza ukatoa bila kuwa na upendo, lakini huwezi kupenda alafu usitoe. Huwezi. Hamnaga kupenda kwa maneno. Kila kupenda unasukuma utoaji. Na kiwango cha utoaji kinaendana na kiwango cha upendo. Kwa moja ya sababu ya kwa nini tunamtolea Mungu, tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Tunatoa kwa sababu tunamwabudu Mungu kupitia utoaji wetu. Tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Tunatoa kwa sababu ni kanuni ambayo Mungu ametupatia. Utoaji ni kanuni. Hauwezi kutenga utoaji na maisha. Chochote ambacho unakiondolea utoaji, umekiondolea maisha. Bwana asifiwe sana. Chochote ambacho unakiondolea utoaji, umekiondolea maisha. Ndio maana ili maisha yawepo lazima kuwepo na kutoa na kupokea. Kwa mfano, ili uendelee kuishi lazima upumue. Kupumua ni kutoa hewa na kupokea hewa. Kutoa hewa na kupokea hewa. The moment ukasema mimi nakuwa baili wa kutoa hewa, napokea tu, nini kitatokea? Unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata ngoja nitoe mfano mwingine, sio mzuri lakini utakusaidia kuelewa. Asubuhi tumekunywa chai, si ndio? Mchana tunakula, si ndio? Usiku ule. Kesho asubuhi kula vizuri. Mchana kula, usiku kula. Siku ya tatu kula. Yaani unapokea alafu utoe. Na maanisha uendi chooni. Yaani siku ya kwanza kula, siku ya pili kula, siku ya tatu kula au uendi. Siku ya 4 kula au uendi. Siku ya 5 kula au uendi. Unajua nini kitatokea? Wewe mwenyewe wakuletea chakula, sasa msinipe kwanza hadi nikamuone daktari. Unaenda kumuona daktari kwa nini? Kwa sababu umekuwa baili, unapokea tu au utoi. Chochote ambacho unakiondolea msukumo wa kutoa na kupokea, unakiondolea maisha. Ukigugo kuna bahari moja inaitwa bahari mfu, Dead Sea. Bahari mfu. Sifa ya ile bahari inapokeaga maji, hakuna inapoyapeleka. Yaani yenyewe inapokea maji. Ina mito inaingiza maji, yenyewe haipeleki mahali popote. Na sifa kubwa ile bahari, hakuna kiumbe mle kinaishi. Samaki kiingizwa mle itakufa. Chukua masangara yanayoishi yahamishie mle, yanakufa. Kwa nini? Kwa sababu chochote unachokiondolea utoaji umekiondolea maisha. Hizi bahari zote au maziwa unayoona kuna samaki tunavua na nini, ule uhai ni kwa sababu kuna mahali maji yanaingia na kuna mahali maji yanatoka. Biashara yote ambayo haina channel inayoenda kwenye utoaji, hiyo biashara unaiua. Kwa tunatoa kwa sababu ni kanuni Mungu ametuwekea maisha. Sasa ziko sababu nyingi, ningeweza kutumia masaa mengine mawili, lakini ninaomba niishie hapa. Mungu akitupa nafasi tena nitakuja na kumalizia hili jambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili somo linahitaji maombi na maombezi mtu wa Mungu. Unahitaji kuwekewa mikono. Unahitaji kujua nini cha kufanya na kwenda kukitekeleza. Ukikitekeleza utaona matokeo. Na kwa sababu ni neno la Mungu, ukianza kuyaishi haya, utaanza kuona matokeo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki.